Maisha ya mafanikio yanamhitaji mtu ambaye anazijua ndoto zake, ana mikakati ya kuzifikia ndoto zake na kisha anajituma kwa juhudi katika kufikia malengo na ndoto ambazo anazo kwenye maisha yake. Inawezekana vyote hivyo unavyo, unajituma usiku na mchana pengine kuliko hata binadamu wengine, lakini hakuna chochote ambacho kinabadilika kwenye maisha yako. Wengine wakijituma kama wewe, wanapata mafanikio makubwa kuliko wewe. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, wakati mwingine inawezekana umewekwa kwenye vifungo vya kichawi. Kuna ishara mbalimbali ambazo unaweza kuziona katika maisha yako na ukaweza kubaini kuwa maisha ambayo unayaishi hayaendani kutokana na aina ya utendaji kazi ambao unao katika maisha yako. Hivyo, endapo nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanajituma kuliko binadamu wengine, lakini hakuna chochote ambacho kinabadilika kwenye maisha yao, alafu kuna baadhi ya dalili ambazo nitakwenda kukuambia hapa ukaanza kuziona katika maisha yako, ikiwa ni pamoja na kuota ndoto mbalimbali ambazo nitakwenda kukuambia hapa maana yake, basi ujue inawezekana nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wamewekwa kwenye vifungo vya kichawi bila wewe mwenyewe kujua. Kama usipochukua hatua, hautaweza kufanikiwa hata ufanye nini, kwani hata maandiko matakatifu yanathibitisha kuwa chochote ambacho kikitokea kwenye ulimwengu wa kiroho kitakuja kujidhihirisha pia katika ulimwengu wa kimwili. Kama umefungwa katika ulimwengu wa kiroho, basi yote ambayo yamefungwa kwenye ulimwengu wa kiroho ndiyo hayo yatakayojidhihirisha kwenye ulimwengu wa kimwili. Ina maana kama uchumi wako umefungwa kwenye ulimwengu wa kiroho, uchumi wako pia utajifunga kwenye ulimwengu wa kimwili na ishara mbalimbali zitaanza kujionesha kwenye maisha yako. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia ndoto mbalimbali ambazo ukianza kuziota kwenye maisha yako, ujue huenda unashindwa kufanikiwa kwa sababu umewekwa kwenye vifungo vya kichawi. Uchumi wako umefungwa, ama katika ulimwengu wa kiroho uchumi wako umezikwa, na ndiyo maana hata ukifanya nini unashindwa kufanikiwa. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ndoto 20 ambazo ukilala na kuziota ujue unashindwa kufanikiwa kwa sababu umewekwa kwenye vifungo vya kichawi. Namba 1, unapolala ukaota umefungwa kamba, minyororo au kwa mikufu. Mara nyingi ndoto hii utakapoanza kuiota itakuwa inajirudia rudia. Ndoto za kufungwa zitakuwa zinajirudia kila wakati unapolala. Kuna muda unapolala utaota mwili wako umezungushiwa minyororo. Kuna wakati pia utakapolala utahisi ni kama umefungwa katika kamba ambayo unajaribu kujiokoa lakini inashindikana. Lakini kuna muda mwingine unapolala unaota mwili wako umezungushiwa kwa mikufu, yani umefungwa kwa mikufu ambayo inakuumiza. Endapo ndoto hii itakuwa inajirudia rudia katika maisha yako, ujue wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanashindwa kufanikiwa kwa sababu tayari katika ulimwengu wa kiroho umewekwa kwenye vifungo vya kichawi. Namba 2, kulala ukaota unadondokea katika shimo lisilokuwa na mwisho, ama shimo ambalo ndani yake kuna kiza kinene. Zipo nyakati ambazo mwanadamu anaweza kulala alafu kila anapolala akawa anaota ni kama anadondokea kwenye shimo ambalo hauoni mwisho wake, na kuna muda mwingine ambao anapodondokea kwenye shimo anakuwa anashuhudia kuna kiza kinene ndani ya shimo ambalo anatumbukia. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua kuanzia leo ni kuwa ndoto yoyote ambayo unaota unatumbukia shimoni ni ndoto ambayo inamaanisha umewekwa kwenye vifungo fulani ambavyo hautaweza kusonga mbele kwenye maisha yako. Kwani ndoto ya ushindi siku zote huwa ni ndoto ambayo mtu anaota akipaa kwenda juu ama akipanda ngazi, lakini ukiota unatumbukia katika shimo, ina maana pamoja na jitihada mbalimbali ambazo unazo katika maisha yako, lakini kamwe hautaweza kufanikiwa kwa sababu badala ya kwenda mbele ama badala ya kupanda juu,
utazidi kushuka chini, tafsiri yake ni anguko katika maisha yako. Namba 3, kuota unakimbizwa na wanyama wakali. Ndoto hii inapokuwa inakuja kwa kujirudia kwenye maisha yako, tafsiri yake ni kwamba umewekwa kwenye kifungo cha kichawi katika ulimwengu wa kiroho bila wewe mwenyewe kujua. Mara nyingi viumbe kama nyoka, simba, chui na viumbe wengine ambao wana asili ya ukali, endapo wanakuwa wanakukimbiza katika kila ndoto ambayo unaota, tafsiri yake ni kwamba umewekwa kwenye kifungo cha kichawi bila wewe mwenyewe kujua. Kama nilivyokuambia, mara nyingi ndoto hii inakuwa inaendana na uhalisia wa kweli ambao unajidhihirisha katika maisha yako. Unapambana sana kama watu wengine, lakini hauoni mafanikio yoyote. Unajituma usiku na mchana, lakini badala ya kupiga hatua kwenda mbele, unajikuta unapiga hatua kurudi nyuma kwenye maisha yako. Namba 4, kuota unaogelea katika maji machafu au bahari yenye kiza. Mara nyingi ndoto hii itakuwa inakuonesha kila wakati unaogelea katika maji meusi, yani maji ambayo yanaonekana ni machafu, au katika bahari kubwa ambayo ndani yake unaona maji yametawaliwa na kiza. Utakapokuwa unaota ndoto hii ambayo inajirudia mara kwa mara katika maisha yako, ujue nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wamewekwa kwenye vifungo vya kichawi, na ndio maana unajaribu kupambana. Hakuna mabadiliko yoyote ambayo unayaona kwenye maisha yako. Namba 6, unapolala ukaota unaona damu yako, ama unachomwa kisu, ama unapigwa na watu wengine. Ndoto kama hii inapoanza kujirudia katika maisha yako, alafu maisha yako yakawa hayabadiliki, pamoja na kuwa unajituma katika kazi kama inavyokuwa kwa binadamu wengine, unajikuta bado unaandamwa na mikosi, bahati mbaya zisizojulikana chanzo chake ni nini, basi ujue huenda wewe ni miongoni mwa binadamu ambao katika ulimwengu wa kiroho umewekwa kwenye vifungo. Hivyo ni wakati ambao hautakiwi kuendelea kukaa kimya. Namba 6, kuota umenaswa katika wavu. Mara nyingi kuna nyakati ambazo mwanadamu anaweza kulala, ndoto kama hii ikaanza kujirudia kwenye maisha yake. Yani kila anapolala kwa siku kadhaa mfululizo, anazidi kuota ni kama amekamatwa katika mtego wa nyavu au amekamatwa na kuwekwa katika wavu. Ndoto hii inaashiria umewekwa kwenye kifungo cha kichawi. Ni muda ambao unatakiwa kufanya maamuzi, kwani ndoto hii utakapokuwa unaota kwa kujirudia itaenda sambamba na uhalisia ambao unaopitia katika maisha yako. Utakuwa ni mtu ambaye unaandamwa na mikosi, matatizo yasiyokuwa na mwisho, bahati mbaya ambazo hazieleweki chanzo chake ni nini. Hivyo ni wakati wako wa kufanya maamuzi. Namba 7, kila unapolala unaota upo kaburini ama wafu wamesimama wanakuita. Unapolala ukaota aina hii ya ndoto, hautakiwi kupuuza, kwa sababu ni ndoto ambayo tafsiri yake ni kuwa umewekwa kwenye vifungo vya kichawi. Inawezekana upo katika eneo ambalo hautaweza kusonga mbele, kwani mwanadamu anapokuwa amekufa hakuna chochote ambacho kinaweza kuendelea katika maisha yake. Ndicho kinachoendelea pia katika ulimwengu wako wa kiroho. Ina maana nawe ni miongoni mwa wafu katika ulimwengu wa kiroho, na kile kilichojidhihirisha kwenye ulimwengu wa kiroho ndicho hiki ambacho kinaendelea kuonekana katika ulimwengu wa kimwili. Ni wakati wako wa kufanya maamuzi. Namba 8, kila unapolala unaota unashiriki tendo la ndoa na mtu usiyemjua ama mtu ambaye alikufa siku nyingi zilizopita. Kuota unafanya tendo la ndoa na mtu ambaye haumjui, na mara nyingi ndoto hiyo ikawa inajirudia kwenye maisha yako, ni ishara mbaya katika maisha yako. Lakini pia unapolala ukaanza kuota unafanya mapenzi na mwanadamu ambaye alishafariki, pia ni ishara mbaya katika maisha yako. Ishara zote hizi zinamaanisha wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wamewekwa kwenye vifungo vya kichawi. Haufanikiwi katika maisha yako kwa sababu pengine uchumi wako ndio uliofungiwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Hivyo chochote ambacho utakifanya kwenye maisha yako, ikiwa tu kinahusiana na uchumi ambao unatamani uweze kuubadilisha, hakitaweza kufanikiwa, kwa sababu ili uweze kujikomboa lazima uchukue hatua za kiroho. Namba 9, kuota unapewa vinywaji au vyakula na binadamu ambao hauwajui.
Wachawi na viumbe wabaya wa kiroho wanapenda kuwaweka binadamu kwenye vifungo mbalimbali vya nguvu za giza kwa kutumia mbinu mbalimbali. Mbinu mojawapo ambayo wachawi wanaweza kuitumia kumweka mtu fulani kwenye vifungo, aidha vifungo vya magonjwa ama vifungo vya umaskini, ni pale ambapo mwanadamu atalishwa vitu ambavyo vitaenda katika mwili wake, na wakati mwingine mwanadamu anaweza akalishwa nyama za watu kupitia ndoto, ama anaweza akapewa vinywaji vya kichawi kupitia ndoto, ikiwa ni pamoja na damu. Na huu ndio wakati ambao ndoto ya kuota unarishwa inakuwa inajirudia rudia, na mara nyingi mwanadamu anapoota akilishwa nyama ama akipewa kinywaji, mara nyingi anakuwa analishwa nyama za watu ama ananyweshwa damu za watu. Na hicho ni kifungo ambacho kitakapofanikiwa hautaweza kufanikiwa kwenye maisha yako, kwa sababu kama ni kifungo cha magonjwa utajikuta unaanza kuandamwa na magonjwa. Kama ni kifungo cha mikosi utajikuta unaanza kuandamwa na mikosi katika maisha yako. Hivyo utakapoota ndoto kama hii usikae kimya, kwa sababu ni ishara ya kwamba unawekwa kwenye kifungo cha kichawi kwa kutumia nguvu za giza. Namba 10, unapoota upo katika chumba ambacho hakina mlango wa kutokea. Kuna baadhi ya nyakati ambazo mwanadamu anapolala huwa anaota yupo katika chumba ambacho haoni mlango wala dirisha. Anajaribu kutafuta msaada lakini hapati msaada. Utakapoona aina hii ya ndoto inajirudia rudia katika maisha yako, alafu ndoto hii ikawa inaendana na uhalisia wa maisha ambayo unayapitia katika maisha yako, yani ghafla maisha yako yanaanza kuwa magumu, unajaribu kujituma kama watu wengine lakini hakuna chochote ambacho kinabadilika kwenye maisha yako, ni ishara mojawapo ambayo inamaanisha umewekwa kwenye kifungo cha kichawi. Na huu ni muda ambao hautakiwi kupuuza. Usikae kimya, kwa sababu kadri unavyoendelea kukaa kimya ndivyo maisha yako yanavyozidi kuharibika. Hivyo chukua hatua ya haraka kabla haujachelewa. Namba 11, kuota umevaa nguo chafu ama nguo ambazo zimechanika chanika. Jambo ambalo mimi na wewe lazima tukubaliane nazo ni kuwa uchakavu wa nguo ama kuchanika kwa nguo kunaashiria umaskini katika maisha yetu ya kawaida. Mwanadamu unapoanza kuota ndoto hii ambayo inajirudia rudia katika maisha yako, alafu katika ulimwengu halisi ukajikuta umeanza kupitia magumu ambayo mwanzo hayakuwepo, ujue tayari wachawi wameshafanya yao katika maisha yako. Huenda umewekwa kwenye kifungo cha uchumi, na ndio maana utajikuta umeanza kupoteza vitu vingi ambavyo unavyo kwenye maisha yako, na usipokuwa makini utajikuta umefilisika kabisa. Usipuuzie ndoto hii, chukua hatua haraka. Namba 12, kuota umezungukwa na nyoka au nyoka wengi wanakushambulia. Miongoni mwa viumbe ambao ukianza kuwaota tena ndoto hiyo ikawa inajirudia rudia nyoka, ujue kuna uwezekano mkubwa tayari umewekwa kwenye kifungo cha kichawi. Na mara nyingi kila unapowaota nyoka utakuwa unawaota wanakushambulia, ama utakuwa unaota nyoka wengi wamekuzunguka. Utakapoona ndoto kama hii inajirudia rudia katika maisha yako, na ukitazama uhalisia wa maisha yako, unajikuta maisha yako yanazidi kuharibika kadri siku zinavyozidi kwenda. Hayaharibiki kwa sababu haupambani, bali jitihada zako ni kubwa katika maisha yako, lakini bado maisha yako hayasongi mbele, yanarudi nyuma. Ujue kuna uwezekano mkubwa ukawa umewekwa kwenye kifungo cha kichawi. Ni wakati ambao hautakiwi kubaki kimya. Fanya maamuzi ya haraka kwa ajili ya kuiokoa future yako. Namba 13, kulala ukaota umepotea ama unatembea katika giza kiasi kwamba macho yako hayawezi kuona sehemu ambayo unaelekea. Jambo ambalo unatakiwa kulijua ni kuwa nguvu za giza ni giza la kweli katika ulimwengu wa kiroho, lakini nuru ni nuru ya kweli katika ulimwengu wa kiroho. Mara nyingi mwanadamu anapokuwa katika giza huwa anapotea, macho yake hayawezi kuona. Ndivyo ilivyo unapokuwa umewekwa kwenye vifungo vya kiroho, ina maana utakuwa katika ulimwengu wa giza. Nuru yako ya maisha haitaangaza tena mbele yako, badala yake utakuwa ni kama mtu ambaye amepoteza mwelekeo. Ndoto hii itakapokuwa inajirudia mara kwa mara kwenye maisha yako, usibaki kimya. Fanya maamuzi ya haraka, kwa sababu usipofanya ukombozi wa kiroho, basi maisha yako yataendelea kuharibika siku hadi siku. Namba 14, kuota moto unawaka karibu na wewe, lakini cha kushangaza moto huo hauwezi kuuzima.
Kuna baadhi ya nyakati mwanadamu kila anapolala anakuwa anaota ndoto za moto, lakini moto huu unakuwa unawaka karibu naye. Anapojaribu kutumia kila mbinu ambayo anayo kwa ajili ya kuuzima moto huo, inakuwa inashindikana, na mara nyingi ndoto hii inakuwa inajirudia mara kwa mara katika maisha yako. Ngoja nikwambie kitu, utakapoota ndoto hii ambayo inakuja mara kwa mara kwenye maisha yako, ni ndoto ambayo inaashiria tayari umeshawekwa kwenye kifungo cha kichawi. Moto ambao unauona ndio moto ambao upo katika ulimwengu wa kiroho ambao unateketeza mafanikio yako. Ndio maana unajikuta umeanza kupitia magumu ambayo mwanzo hayakuwepo. Kila unachofanya kinakuwa hakifanikiwi. Utakapoota hivi, fanya maamuzi ya haraka. Namba 15, kila unapolala unaota unachelewa katika sehemu muhimu. Zipo nyakati ambazo mwanadamu anapolala anaota anachelewa darasani, ama anakuta tayari mtihani umefanyika, ama anachelewa kazini. Kila unapolala ndoto hii inakuwa inajirudia rudia. Hii ni ndoto ambayo inamaanisha umewekwa tayari kwenye kifungo cha kiroho. Hivyo kama ndoto hii inajirudia rudia alafu mambo yako yameacha kwenda vizuri, ni wakati ambao hautakiwi kukaa kimya. Usipuuze ndoto hii, kwa sababu kama utaipuuza ndoto hii, maisha yako yatazidi kuharibika siku hadi siku. Namba 16, kuota mwili wako unaoza ama unazikwa ukiwa hai. Wapo baadhi ya watu ambao wanapolala huwa ndoto kama hii inaanza kujirudia katika maisha yao. Yaani wanapojiona katika ndoto, wanajiona wameoza hali ya kuwa bado wapo hai, na kuna wakati wanaona ni kama wamewekwa kwenye makaburi alafu wanazikwa, huku akijiona namna ambavyo wanazikwa. Utakapoona ndoto hii inakuja katika maisha yako kwa kujirudia rudia, ujue katika ulimwengu wa kiroho umeshazikwa. Ina maana kama umezikwa katika nyanja ya uchumi, basi utaona uchumi wako unaacha kusonga mbele. Kama umezikwa katika nyanja ya mahusiano, pia utajikuta unakuwa mwanadamu ambaye unapitia mitihani mbalimbali katika mahusiano yako. Ni vema ukachukua hatua za haraka. Namba 17, kuota unaangalia kioo lakini hauitazami taswira yako katika kioo. Katika hali ya kawaida, mwanadamu atakapojitazama katika kioo, ni lazima taswira yake itaonekana katika kioo. Lakini ikiwa wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wamewekwa kwenye vifungo vya kichawi, kila utakapolala utakuwa unaota unajitazama katika kioo, lakini ndani ya kioo hakuna taswira yako. Na mara nyingi ishara hiyo itakapokuwa inaonekana katika ndoto, vitu mbalimbali vibaya ikiwepo mikosi, bahati mbaya zisizoisha vitakuwa vinatokea kwenye maisha yako. Utakapoona hivyo, fanya uamuzi wa haraka, kwa sababu tayari wachawi wamekwisha fanya yao kwenye maisha yako. Namba 18, kulala ukaota unaibiwa vitu vyako ama unapoteza vitu vingi ghafla. Zipo nyakati ambazo unapolala ukaota aina hii ya ndoto, tafsiri yake ya kweli ni kwamba utakuja kupoteza vitu vingi ambavyo unavimiliki kwenye biashara yako. Kwani endapo kila unapolala unaota unapoteza vitu, alafu katika ulimwengu wa kweli ukajikuta ni kweli unapata hasara kubwa katika biashara zako, unajikuta wewe ni mtu ambaye vitu vingi vinakwenda tofauti na matarajio yako, unazidi kupata hasara katika maeneo mbalimbali ambayo unawekeza, hali ya kuwa katika siku za zamani kabla haujaanza kuota ndoto hiyo kila kitu kilikuwa sawa. Basi ujue wewe ni mwanadamu ambaye tayari umeshawekwa kwenye vifungo vya kiroho. Ni wakati wako wa kuchukua hatua ili usiendelee kupoteza kila kitu ulichokuwa nacho. Namba 19, kulala ukaota upepo mkali ama giza linakufunika bila chanzo maalumu. Mara nyingi mwanadamu anapoota upepo mkali ama anafunikwa na giza, alafu anajaribu kuangalia vitu hivyo vimetokana na nini. Hakuna chochote ambacho kimesababisha, alafu maisha yake yakaanza kwenda hovyo hovyo. Yani vitu vingi ambavyo alikuwa navyo akaanza kuvipoteza ghafla. Akawa ni mtu ambaye anapambana sana, lakini kazi yake haizai matunda. Ni ishara mojawapo ambayo inadhihirisha kuwa mwanadamu huyu amewekwa kwenye kifungo cha kichawi. Namba 20, unapolala ukaota unaanguka kutoka angani. Mara nyingi mwanadamu anapoanguka kwenye ulimwengu wa kiroho, ni tafsiri ya kweli katika ulimwengu wa kimwili. Ndoto yoyote ambayo inakuonesha unaanguka kutoka angani kuja ardhini,
alafu ndoto hiyo ikaendana na uhalisia ambao unaopitia kwenye maisha yako ya kawaida, yani unapitia maanguko mbalimbali ambayo siku za mwanzo hayakuwepo, ni ishara ya kweli kuwa kuna wachawi wamekuweka kwenye vifungo. Kama usipochukua hatua, hautaweza kufanikiwa. Ikiwa wewe ni mwanadamu ambaye unapitia yote haya ambayo nimekuambia, namna pekee ya kuweza kujiondoa katika vifungo hivyo ni kuhakikisha unajiweka karibu na Mwenyezi Mungu. Fanya ibada ya kukemea mabaya ambayo yamekuja katika maisha yako. Kemea nguvu za giza ambazo umewekwa ndani yake. Tumia imani uliyokuwa nayo kulingana na maadili ya dini yako. Kwa hakika utakuwa miongoni mwa wanadamu ambao watakwenda kujiokoa dhidi ya nguvu za giza ambazo zinapokonya mafanikio ambayo wanayo kwenye maisha yao. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.